Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante. Bwana, kuelekea kwenye michuano ya kombe la dunia itakayofanyika Juni mwaka huu huko Marekani kwa kushirikiana na mataifa ya Mexico pamoja na Canada. Bwana, kuelekea kwenye michuano hiyo mikubwa duniani, bwana, tunakwenda kushuhudia sheria mpya kwenye kandanda ama kwenye michuano hiyo itakayopigwa huko kwenye nchi tatu ambazo nimekutajia: Marekani, Mexico pamoja na Canada. Sasa moja kati ya sheria mpya ambazo tutakwenda kuzishuhudia kwenye mashindano hayo, mtazamaji wa Ihoma TV, bwana, nakwenda kukujuza sheria ambazo tunakwenda kukutana nazo, na ukikutana nazo usishituke, ujue kabisa kwamba tayari nimeshakwisha kukuarifu. Shirikisho la soka ulimwenguni FIFA limeidhinisha mfululizo wa mabadiliko ya sheria yaliyoundwa ili kuharakisha mchezo, kupunguza upotevu wa muda na kuimarisha maamuzi, huku kanuni hizo mpya zikitarajiwa kuanza kutumika kwenye michuano ya kombe la dunia la FIFA 2026 itakayotarajiwa kuanza Juni 11 hadi Julai 19, 2026. Sasa kwa mujibu wa mabadiliko hayo, wachezaji watakaofanyiwa mabadiliko watalazimika kutoka uwanjani ndani ya sekunde 10. Vinginevyo, mchezaji mbadala atalazimika kubaki nje kwa dakika moja kabla ya kuruhusiwa kuingia, hatua inayolenga kupunguza upotevu wa muda. Hii ni sheria ambayo tunakwenda kuishuhudia kwenye michuano hiyo ya kombe la dunia, kwamba tulikuwa tumezoea pengine referee anapuliza filimbi kwa ajili ya mabadiliko. Yaani kitendo cha referee kupuliza filimbi, kuna wakati mchezaji anayetoka uwanjani huwa anatumia muda huo kupoteza muda. Anaweza akatoka kwa malingo, au anaweza wakati referee amepuliza filimbi ya kutoka, anaweza hata akavua kiatu, yani akatumia ule muda wa kuvua kiatu alafu ndio atoke. Kwa hiyo inakuwa ni sehemu ya kupoteza muda. Lakini kuna muda pia wakati ameamuriwa pengine kutoka na referee, mchezaji wa ndani kwa maana ya kufanyiwa mabadiliko, anaweza kaa kwenye kona ya goli la mbali sana. Sasa kuja kutoka kule mpaka kuja kufikia yule mchezaji ambaye wanabadilishana naye, huwa anatumia muda mrefu sana. Badala ya kupitia kule ambako aliko ili atoke kuruhusu mwingine aingie, huwa analazimika kumfuata ili wasalimiane, alafu amruhusu mwenzake aingie. Kwa hiyo ni moja ya jambo ambalo huwa linapoteza muda sana. Sasa hii imekuja kwamba referee akipuliza filimbi ya mabadiliko atatumia sekunde 10 tu. Kwa hiyo hizo sekunde 10 zikipita hujatoka ili mwenzako aingie, referee atalazimika kuendelea na mchezo mpaka dakika moja itakapopita ili yule mwingine aingie. Kwa hiyo kama kocha pengine utaona kwamba pengine ni lazima yule ambaye anatakiwa kuingia aingie, basi itakubidi usubirie dakika moja ipite ili huyo ambao unamtaka aingie aweze kuingia uwanjani. Kwa hiyo ni moja kati ya sheria ambayo tunakwenda kuishuhudia kwenye michuano ya kombe la dunia kule Marekani, Mexico pamoja na Canada. Lakini sheria nyingine ambayo tunakwenda kuishuhudia kwenye michuano hiyo mikubwa, bwana, mipira ya kurusha itarushwa ndani ya sekunde 5. Vinginevyo, umiliki wa mchezo utahamia kwa mpinzani. Mabadiliko yanalenga kuweka juu kasi ya mchezo na kupunguza mchezo kusimama bila ulazima. Hii pia pengine itakuwa nzuri sana, kwa sababu pia watu tunashuhudia kuna ile mpira ya kurusha ile. Yaani unaweza ukakuta pengine labda mpira umepigwa umetoka, sasa mchezaji anatakiwa kufuata ili aurushe. Huwa kuna namna fulani wanatumia ile nafasi kupoteza muda. Yaani anaweza kaenda kwa malingo, au wale watoto wanaosaidia kuleta mipira uwanjani, anaweza akamkataza, yani yule mtoto asiufuate, yeye aufuate. Yani kitendo cha kwenda kuufuata ni kupoteza muda tu. Lakini pia kuna namna fulani ambavyo akiushika ule mpira ili arushe, kuna namna fulani mara aanze kufutafuta na maji, mara aanze sio aweke chini, mara atengeneze soksi, mara nini. Kwa hiyo sheria hii pia
ya mpira wa kurusha, mpira utatakiwa kurushwa kwa sekunde 5. Kama sekunde hizo 5 zitapita, utalazimika kumpa mpinzani yeye warushe. Yani wenyewe mtapoteza sifa ya kurusha ule mpira. Sasa mtawapa wengine warushe ili kuokoa muda. Na tunaambiwa kwamba hii inalenga kuweka juu kasi ya mchezo na kupunguza mchezo kusimama bila ulazima. Kwa hiyo ile kasi ya mchezo inatakiwa iwe vile vile. Sasa hakutokuwa tena na masuala ya kupoteza muda mara si fanyeje na nini na nini. Kwa ni moja pia kati ya sheria ambayo tunakwenda kuishuhudia kwenye michuano ya kombe la dunia. Lakini sheria nyingine ni wachezaji watakaokuwa wakifanywa matibabu watalazimika kutoka uwanjani kwa dakika 1 kabla ya kuruhusiwa kurejea uwanjani. Hatua inayolenga kupunguza upotevu wa muda kupitia matibabu marefu uwanjani. Yes, tumeshuhudia pia unakuta mchezaji anaumia anakuja kutibiwa uwanjani. Yani wale marefari ambao wanakuja kumtibu wanaweza kutumia tukio lile kupoteza muda. Au hata pengine wakati wanakuja uwanjani huwa na wenyewe pia wanakujaga kwa malingo kama timu sasa inaongoza. Yani kama timu yako inaongoza, wanakuja kwa malingo kwa ajili ya kupoteza muda ili ndio uende waweze kuibuka na ushindi. Sasa hii anakuambia kama mchezaji ataumia basi atalazimika kutoka uwanjani kwa dakika 1. Yani huko atakapotoka uwanjani manaka atatibiwa, dakika 1 ikipita ndio ataruhusiwa kuingia. Sio pengine umeumia ili upoteze muda alafu ukitolewa uwanjani kwa ajili ya matibabu. Yani unajikuta mchezaji anatolewa nje, alafu akifika kule nje hakuna matibabu yote yanayofanyika. Yani akitolewa tu nje anasimama moja kwa moja afu anamuomba referee aingie uwanjani. Kwa hiyo pia imetoka. Kwa kama utaumia utatolewa nje. Yani wewe umeumia, hujaumia, lakini dalili zimeonyesha kwamba wewe umeumia unahitaji matibabu, utalazimika kutolewa nje. Kwa hiyo hata kama utakuwa hujaumia ufike nje alafu usimame uombe kuingia, hautoruhusiwa mpaka dakika 1 ipite ndipo watakuruhusu. Kwa hiyo pia hii inalenga kupunguza upotevu wa muda kupitia matibabu marefu uwanjani. Lakini sheria nyingine ambayo tunakwenda kuishuhudia kwenye michuano hiyo mikubwa ya kombe la dunia, teknolojia ya usaidizi wa video kwa maana ya VAR sasa itatumika kupitia matukio ya kadi za pili za njano na maamuzi ya mipira ya kona, ikiwa kuna makosa ya wazi na dhahiri, hatua inayolenga kuboresha usahihi wa kufanya maamuzi katika nyakati muhimu za mchezo. Yes, tunafahamu kwamba kuna zile kadi za njano ambazo zinatolewa. Ni kwa maana umepewa kadi moja ya njano alafu umekuja kufanya kosa, umekuja kupewa kadi ya pili ya njano, kwa maana inakuwa ni nyekundu ambayo inamhitaji mchezaji atoke nje. Kwa hiyo hii italazimika pia kupitia kwenye VAR ili kujiridhisha pengine kadi ile ambayo imetolewa ya pili ni kweli kosa limefanyika na anatakiwa kutoka. Kwa hiyo VAR itaipitia ile kadi kuona kama kosa ambalo kama kosa limefanyika ili aweze kutoka. Lakini pia hata ile mipira ya kona tumeshuhudia pia VAR ikiwa si sehemu ya kureview kwamba ni kona ama sio kona. Kwa hiyo kama mpira utatoka watajiridhisha kwamba mpira umetoka, ni kweli wametoa wapinzani hawa wanatakiwa kupiga kona au pengine wao ndio wametoa na sio kona. Kwa hiyo ni moja pia kati ya matukio ambayo tutakwenda kuyashuhudia kwenye michuano ya kombe la dunia. Kwa hiyo hayo ndio mabadiliko ambayo tunakwenda kuyashuhudia kwenye kombe la dunia, na pengine kama kweli yatafanyika haya ama sheria hizi zitatekelezwa kwenye michuano hiyo, tunakwenda kushuhudia moja kati ya michuano yenye kasi na ya kuvutia na isiyochosha kuangalia, kwa sababu hakutokuwa na upotevu wa muda kwa sababu ya kurekebishwa kwa hizi sheria. Lakini pia itakuwa ni moja kati ya michuano ambayo kama bingwa anapatikana ama mshindi anapatikana kwenye mchezo, basi anakuwa amepatikana kwa uhalali, kwa sababu kutakuwa kuna kila kitu ambacho kina review kwamba hiki kilikuwa sawa, hiki hakikuwa sawa. Moja kati ya matukio ndo kama hayo. Hakuna masuala ya kupoteza muda. Ukipoteza muda wanapewa advantage wapinzani. Lakini pia kama kuna kona, labda kuna zile kadi ambazo ni kadi ya moja kwa moja ama kadi ya pili, zita review, wata review kupitia VAR kujiridhisha kwamba
kilichofanyika ama maamuzi yaliyofanyika ni sahihi ama sio sahihi. Sasa unaweza ukashare pia kwenye comment section hapo chini ukiniambia kwamba umezipokeaje hizi sheria ambazo tunakwenda kuzishuhudia kwenye michuano ya kombe la dunia. Ipi ni sheria ambayo imekuvutia kwenye sheria hizi ambazo nimekujuza ambazo zinakwenda kutekelezwa kwenye michuano ya kombe la dunia? Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.